Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali, endapo unanipata kwa mara ya kwanza katika ukumbi huu wa Tanzania News Today, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele ili tusonge mbele kama familia. Kuna kauli ambazo zinazidi kutolewa kwamba Samia anaugua, licha ya kwamba anaonekana kwenye kamera, anaonekana akiwa kwenye ikulu ya Zanzibari ya Tunguu akiongoza mikutano na viongozi mbalimbali. Kuna huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Daktari William Mtanzania wa USA America. Asubuhi na mapema ya siku ya Jumatano tarehe 7 Januari mwaka 2026 aliweza kuchapisha kwamba endelea kumwombea Rais Samia afya njema. Endelea kumwombea Rais Samia afya njema. Na akaja kwenye uwanja wa comment section akaandika kwa lugha ya Kimombo kwamba continue to pray for President Samia's good health, yani endelea kumwombea Samia afya njema, ishara kwamba licha ya Samia kuonekana akiwa anaendesha shughuli za kawaida kutoka kwa ikulu ya Zanzibari, ikulu ndogo ya Zanzibari Tunguu, huenda afya yake si nzuri, huenda anaumwa, huenda ameonekana akiwa hospitali. Kwa sababu unaelewa mpenzi mtazamaji, watu ni wengi wa kutoa taarifa, hata madaktari wenyewe wanaweza wakatoa taarifa. Taarifa hizi za kwamba Samia amekuwa akiugua zinakuja baada ya ndugu wa Tanzania kupiga marufuku hotuba ambayo Samia aliweza kuitoa mnamo tarehe 31 Disemba mwaka uliopita usiku mwendo wa saa 3 kupitia kwa mitandao ya kijamii ya Ikulu Tanzania, wakisema kwamba huenda ile hotuba, kulingana na jinsi ambavyo waliweza kuiona, huenda ilikuwa imeundwa na AI. Kwa nini? Wengi walisema kwamba katika ile hotuba ambayo Samia aliweza kuitoa, sio yeye alikuwa anazungumza, kwa sababu hata bendera ambazo zilikuwa nyuma zilikuwa zinaonekana wazi kwamba ni za AI. Sasa Watanzania wakaanza kujiuliza, Samia yuko wapi? Mbona anatumia AI kuzungumza na Watanzania? Sasa imeweza kubainika kwamba, ama kulingana na taarifa ambazo zinazidi kutolewa, zinasemekana kwamba Samia ni mgonjwa. Sio huyu Daktari William Mtanzania wa USA America peke yake ndiye aliweza kutoa hizo taarifa. Kuna huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Rachel Dangwa, naye aliweza kutoa taarifa siku mbili ambazo zimeweza kupita, kama siku ya Jumapili, leo ni Jumatano, akisema kwamba Samia ni mgonjwa na huwa anapelekwa kwa mganga wake wa kienyeji upande wa Dar es Salaam, akitolewa Dodoma, mahala ambapo anapata matibabu. Hebu acha kwanza tumsikilize jinsi ambavyo Rachel Dangwa, sijui kama nimeweza kulitamka hilo jina vizuri, Rachel Dangwa anavyozungumza kuhusu Samia kupokea matibabu
katika mganga wake wa kienyeji ama kupitia kwa mganga wake wa kienyeji upande wa Dar es Salaam. Nikiwa naendelea kuunda mitambo yangu hapa, naomba tuweze kumsikiliza jinsi ambavyo huyu mwanadada anazungumza. Naomba nikuwekee hichi kitu vizuri. Ndugu zangu, kama mnavyojua, Samia hali yake pia sio nzuri. Anatoka Dodoma anamleta Dar. Wanamleta Dar. Kitu kimechofanya pia ni nini? Kitu kingine, Ikulu wameogopa sana kuhusu mambo ya Trump. Wanakuambia Venezuela tuna vifaa kuzidi Venezuela. Tunakuja kubamazwa na Trump. Na mmeona watu Tanzania wengi wanamtagi Trump, ndo mbadilike, mshakuwa tulete. Kubamazwa ni halali yenu, kukatwa shingo ni halali yenu, kutolewa macho akina Abdul ni halali yenu. Jinsi ambavyo watazamaji wangu umeweza kumsikiliza huyu mwanadada Rachel Dagwa, ameweza kusema kwamba Samia anaugua. Na kipindi ambapo amesema kwamba Samia anaugua, eti kwamba anatolewa Dar es Salaam, yani anatolewa Dodoma, anapelekwa Dar es Salaam, mahala ambapo anapata matibabu. Haya yote yameweza kusababishwa na yale mashambulizi ambayo yaliweza kufanywa na serikali ya Marekani kuelekea kwa taifa la Venezuela, mahala ambapo waliweza kumteka nyara rais wa Venezuela kutoka ikulu, Nicolas Maduro, wakampeleka Marekani kumshtaki. Sasa Samia na yeye akajiuliza, je, jinsi ambavyo amekuwa akiwaua wa Tanzania na yeye atakuja kuchukuliwa? Inasemekana kwamba pressure yake ikapanda, amekuwa akipelekwa hospitali kupokea matibabu. Nimekueleza kwamba hii kanda ambayo umeweza kumsikia Rachel Dagwa akizungumza hapa aliweza kuitoa siku ya Jumapili. Sasa hii leo siku ya Jumatano tarehe 7 Januari mwaka 2026, kipindi ambapo Samia amekuwa akionekana katika ikulu ya Tunguu ili kufutilia mbali taarifa ambazo ziliweza kutolewa naye Rachel Dagwa kwamba huwa anatolewa katika ikulu ya Dodoma na kupelekwa Tanzania Dodoma kupata matibabu, yani Tanzania Dar es Salaam kupata matibabu. Samia amekuwa akionekana katika ikulu ndogo ya Zanzibari Tunguu. Sasa Rachel Dagwa amekuja na kusema kwamba taarifa za Samia kuendelea kuonekana upande wa yani upande wa Zanzibari Tunguu ni kutaka kufutilia mbali zile taarifa ambazo amekuwa akitoa kwamba Samia anatolewa Dodoma anapelekwa Dar es Salaam kwa minajili ya matibabu. Sasa Rachel Dagwa anaeleza kwamba Samia alielekeza atolewe Dodoma apelekwe Zanzibari, mahala ambapo aliweza kupokeza zawadi. Kuna zawadi ambazo aliweza kupokezwa juzi, eti kwamba ameweza kushinda zawadi na tunzo kwamba Tanzania imekuwa bora kwa minajili ya kupata kitu ambacho kinaitwa utalii, ili aweze kuonekana yupo Zanzibari na kutupilia mbali taarifa kwamba yeye si mgonjwa. Hebu tumsikilize tena jinsi ambavyo Rachel Dagwa anazungumza hapa, alafu tutamuelewa zaidi huyu mwanadada. Je, ni nini hichi ambacho kinasababisha mpaka Samia anaugua? Ni nini hichi ambacho kimeweza kusababisha mpaka Samia anaugua, anapelekwa hospitali? Kwa sababu hizi taarifa zimetolewa na watu zaidi ya wawili kwamba Samia anafanya nini? Samia anaugua. Hebu tumsikilize. Sasa Samia, umekurupuka tena mara mchafu. Baada ya kuona nimetoa mpaka jina la mganga kwa kienyeji, ukaenda kwenye nyumba zenu za kiaina kumalizia dawa pale kwa weweseka, ukapiga simu Dodoma, jamani fanyeni nani wasengewezo mko pamoja, fanyeni utaratibu, gari jifanye naenda inapelekea hizi tunzo msipokelea hapo Zanzibar.
mkatengeneza pale ndani kuonekane kama vile Dodoma. Oh, tuzo lileteni jamani. Oh, mama yangu, Mungu wangu. Usiku wa leo umerudi Dodoma. Usiku wa leo Nginja ngiju nimekaa, ulikuwa umepanga ukaa mpaka siku 5. Nimekuja kuyatibua, umetibuka. Ukatimuka mavuzi yanayotoa funza na minyoo. Umerudi Dodoma kumara mamako mavuzi kunuka, wewe mala mchafu. Kuma nyoko. Na mganga wako namba yake ya simu nitaiposti kumara mamako. Nikikwambia Samia mimi ndio kiboko yako, mimi ndio kiboko yako Recho Dangwa. Kuda deki mtaendelea kuita jini tena, mimi sio jini, mimi jini kweli. Mkisikia jini ndio mimi hapa. Mlipolala ndiko nilikuamka mimi, nyiwashezi baridi kumama Kozela. Huyo mganga huo nitamposti mpaka namba kwa simu mpaka sura yake. Kuda deki. Hapo utajua kweli hili jini sila nchi. Nitaposti mganga wako mmoja baada ya mwingine, wote zaidi ya 50. Nyie waganga mnakula ila za bure tu, mnakula ila za bure wasenge baridi. Je, baada ya kumaliza huo mara mchafu mnakawisa kazi gani? Amewajengea majumba na kuwajengea majumba na kuwajengea majumba, lakini mnaenda kufanya uganga kwenye vile vilipa, anakaa chini kwenye mikeka. Nitaposti kila kitu mpaka nyumba hizo wajengea huyo mara mchafu. Hela ya taifa unaenda kwa paganga kienyeji. Etu akusaidia, utakusaidia nini? Uliza mimi waganga wangu wa Kigoma nimejengea magorofa. Tutaenda sawa na watakunyosha kila unakokwenda. Wanakuchungulia hivi. Wanakuchungulia hivi. Uko kwenye sufuria maraya jipya. Kila ukijamba wanakuona, ukiinuka wanakuona, ukiinama wanakuona, ukiinuka pale Ujiji. Nina mganga wangu Ujiji na waganga zangu Ujiji. Na waganga zangu Mwandiga, na waganga zangu Kibondo, na waganga zangu Kasuru, na waganga zangu kila kona. Kumama utakimbilia wapi? Yaani hapo umeenda Kigoma hivi. Wanakutawanyisha, wanakusuza. Huyu anakutawanyisha, wanakusuza. Wanakutesa kinyago cha mpapule. Utaweweseka sana. The day of the end unachekechwa. Hapo utajua Recho kweli kiboko yako. Ita waganga mpaka wa Nigeria, sio watu wa Nigeria. Ukaenda kwenye nyumba bwana wako ukikweta kanga kutoma na kukufia sio ya waganga. Wamekuogesha kwenye makaburi huko maiti. Umejeleza eti na walaza wa Tanzania kama maiti asiongee kitu chochote. Tutaacha kukuongelea malaya. Umeita waganga wa kila kona, lakini wapi? Bado. Mimi ni Mshwaleli ambao Mshwaleli pale Kigoma. Hii ni line ya Kigoma. Utajua waganga wa Ujiji kwamba walimnyang'anya baba yetu Nyerere, fimbo iko mkononi. Ndio nimeenda kukupigia chini. Uliza uambiwe mara. Sasa Samia umekurupuka tena mara ya jinsi ambavyo mmesikia mpenzi mtazamaji, eti kwamba Samia anaugua alafu anapelekwa mpaka kwenye mganga ili kuweza kupokea matibabu pale. Na ukiweza kuangalia kauli ambazo zimeweza kutolewa na wananchi kwenye hizi taarifa ambazo zimeweza kuvunjwa kwamba Samia anaugua, wengine wakisema kwamba tafadhali muombeeni Samia afya njema. Wananchi wanasema kwamba wanamtakia mabaya Samia. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu Samia aliweza kuwafanyia Watanzania mabaya. Mwingine akasema kwamba anaitwa Pendo Samueli, akasema kwamba kaka, kumuombea huyo mema ni dhambi kubwa, ikiwezekana Mungu amchukue haraka iwezekanavyo. Ni kwa sababu unajua Samia anaongoza Tanzania kwa kimabavu. Anaongoza Tanzania kama taifa lake, yani kama mali yake binafsi. Ukiangalia mwingine mwenye anaitwa Charo Zai akasema kwamba tunamuomba Mungu amchukue haraka tena, akifa aende akufe tena. Akasema hivi, ili aende kuua watu ama sivyo. Yaani tumuombe aendelee kuua wananchi. Ukiweza kuangalia mpenzi mtazamaji, kitu ambacho kinafanya Watanzania kuweza kuzungumza hivi, kauli hizo nzito kwamba wanamuombea Samia mabaya, ni kwa sababu
Samia yale ambayo anawatendea Watanzania si mazuri. Je, wewe unamwombea Samia afya njema aweze kupona haraka au wewe unasemaje? Naomba niweze kupata komenti yako hapa chini, kwa sababu taarifa hizi kwamba Samia anaugua zimeweza kutolewa. Umemsikia Rachel Dangu akizungumza hapo, umemsikia daktari kutoka upande wa Marekani mwenye anaitwa William Tanzania wa USA, naye anasema kwamba Samia anaugua, Watanzania wamuombee afya njema. Lakini anataka kuonekana kwamba anajishughulisha na shughuli hapa na pale, akiwa upande wa akiwa upande wa Tunguu Zanzibari, ili isije ikabainika kwamba ni mgonjwa au ni damu ya Watanzania ambayo aliweza kumwaga ndio imeanza kumwandama. Sema nasi, naomba ubarikiwe. Jiunge na familia ya hichi kituo kwa kupiga subscription. Asante sana.